nifungulie mlango niondoke. Bado hapajakucha. Njoo pumzike. Wakikucha tuondoka. Alafu njoo tulale. Ukijaribu tena kugusa mwili wangu, nitakacho kufanya utamwambia mama yako akutajie siku aliyotunga mimba yako na baba yako. Yaani pamoja na kunipiga kibao, kwa upendo nilionao kwako bado sio chochote. Ni sawa na umeniongezea mapenzi. Wewe utabaki kuwa wa kwangu. Humu ndani lazima nitoke. Sasa hivi bado ni usiku, njoo tulale. Vipi kwema? Dada, takwambia kila kitu. Nimekuletea breakfast. Chakula cha asubuhi.
sihitaji chochote na wala sihitaji breakfast yako. Ninachohitaji ni kutoka huko ndani kwako. Hapa nilipo nina mimba na mume wangu hajui niko wapi. Wewe kaka umetumwa Niumwe basi nijue moja. Humu ndani hautatoka. Na hapa ndo umefika. Pia vile vile pata breakfast. Usipokula unaweza ukafa njaa humu ndani, utoke. Alafu pia ukishamaliza kupata breakfast, kama utajisikia kukaa sebuleni, utakaa sebuleni. Kama utajisikia kuoga, utaoga. Mimi natoka kidogo, sawa? Naomba ule, kwa sababu usipokula utakufa njaa ndani. Kama nilivyokuambia, mimi natoka. Utachagua kama utakaa sebuleni, utaenda kuoga, hiyo ni wewe. Sawa? Afadhali ya jana, maisha machungu sana, najikuta kwenye jangwa, wakunisaidia hakuna kukita. Afadhali ya jana, maisha machungu sana, najikuta kwenye jangwa, wakunisaidia hakuna. Shona, kuna jambo uliniambia unataka kuniambia. Unaweza kuniambia sasa? Kipenzi, najua mimi na wewe tumezaliwa tumbo moja, mama mmoja, baba mmoja. Kitu kingine nikitaka nikuambie, aliniomba tutoke tende tukanywe, tukale na tukaongea mambo mengi sana. Lakini cha ajabu, najikuta nipo gesti. Sina nguo yoyote ile zaidi ya shuka tu. Sasa ni nani yeye aliyekuchukua mkaenda kunywa, mkaenda gesti? Huniambii ni nani? Funguka. Huenda kwa ni mtu mbaya. Yaani sio huenda, ni mtu mbaya. Tutajuaje kama alikuwekea hivi kilevi kwenye kinywaji? Dada, sikutegemea kama naweza kutokea kitu kama kile, na wala sikuwaza naweza kanifanyia kitu kama kile. Dada yangu, nakupenda sana. Najua kabisa mimi na wewe ni ndugu. Naona hata aibu kuelezea ukweli. Naona hata aibu kuambia ukweli kilichonikuta. Morning, madam. Morning. Karibu. Asante. Najua una mamlaka juu yangu. Na pia unaweza kuniachisha kazi muda wote. Lakini sipendi kuchezea hisia zangu. Nimegundua wewe na Shaka mnatongozana. Shaka ni mpenzi wangu.
Habari yako bro? Njema tu bro. Vipi? Asante. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Okay. Ila daktari alikuja hapa akaturuhusu, akasema naweza kwenda kufanya matibabu mengine nikiwa nyumbani. Okay. Jambo jema. Kama ameweza kukuruhusu, hilo ni jambo jema. Nafikiri ujiandae tuondoke. Mimi niko fresh. Naweza tukaondoka. Lakini naomba nikushirikishe jambo. Bila shaka unaweza ukanishirikisha. Wodi namba 5, kitanda namba 8. Kulikuwa na mke wangu bado. Sasa jana nilienda kumwangalia lakini sikumkuta. Kajaribu kumuuliza na daktari pia hawafahamu alipo. Kwa hiyo ni mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Ni mke wako kabisa? Ni mke wangu. Wa ndoa? Ni mke wangu kabisa. Okay, mimi nadhani kama daktari amekupa ruhusa tuweze kuongozana tuondoke nyumbani. Afu hayo mengine mimi nitamaliza kila kitu. Sawa. Shona, unazunguka. Unanizungusha, kalikuwa tunatupa eneo moja. Niambie huyo mtu ni nani? Mimi najua kabisa unanipenda. Najua kabisa tumezaliwa tumbo moja. Niambie ni nani? Alichonifanyia kitendo kinyewe kama kile. Ni mume wako dada. Wewe unawezaje kutoka na shemeji yako? Unafurahia maisha napitia mimi ndani, si ndio? Nahisi ni uongo. Hata kama umalaya umezidi. Umalaya yako umezidi, unatoka na shemeji yako. Shut up! Dore, mimi na wewe mwanamke. Tutafute siku tuongee tuyamalize. Shaka, kumbe wewe ni mwanaume mshenzi. Najikuta kwenye jangwa, wakunisaidia hakuna. Maisha haya, maisha haya, maisha haya ni machungu na maumivu. Maisha haya,
hakuna